siku ya kufa hakuna aijuaye. Tunaweza kufa wakati wowote ule. Wapo wanaokufa wakiwa wachanga, wapo wanaokufa wakiwa wadogo, wapo wanaokufa wakiwa vijana, wapo wanaokufa wakiwa wazee kabisa wa umri mkubwa, lakini kila mmoja kwa namna yake. Wapo wanaokufa ghafla kwa ajali, wapo wanaokufa tu kwa presha wakiwa wamelala, wako wanaokufa tu kwa ugonjwa au uzee, kwamba siku zimetimia za kuishi hapa duniani. Hao wote wanatukumbusha kwamba sisi ni wasafiri. Ndugu zangu, hatujui siku wala, lakini pia tujue kwamba hapa duniani hakuna atakayeishi milele. Hakuna atakayeishi. Ndugu zangu wanafunzi, ninyi watoto wadogo, wenzenu amefariki, alikuwa anasoma kama ninyi. Kuna wengine Kiswahili wanasema elimu haina nini? Sijui walikuwa wanamaanisha nini, lakini tazama elimu yake aliyokuwa anaisoma imeishia hapo. Tungetamani aendelee kuishi zaidi, lakini hapo ndio mwisho wake. Yote tunayoyafanya hapa kwa hakika yatapita. Kama yanapita na sisi pia tunapita, basi tujifunze kuwa wanyenyekevu, kuwa watii kwa neno la Mungu kama watoto wadogo. Mtoto mdogo ukimwambia fanya hivi anafanya, nenda pale anaenda, andika hapo anaandika, ruka anaruka, nenda kanisani anaenda. Ndiyo maana Yesu aliwapenda watoto wadogo na akawa anawafundisha watu wakubwa, jamani, ninyi wakubwa, mkiupokea ufalme wa Mungu, mkilipokea neno la Mungu na amri zake kama watoto, kwa hakika mtaingia katika ufalme wa Mungu. Lakini mkiweka kiburi na kusema sisi tunajua, sisi ni watu wazima, hatutaki kuelekezwa, hatutaki kuambiwa, mbingu tutakuwa tunaisikia tu, na pengine hata maziko yetu yatakuwa ni ya aibu, sio kama ya Flora ambaye tunamsindikiza leo. Ndugu zangu, kwa mtoto mdogo, kwa maisha yake na umri wake, ni tunaamini kabisa kwamba lazima Mungu atampokea, na lazima kama tulivyosikia kwenye sala, tunaamini kwamba Mungu amekwisha mpokea wapi? Kwa hiyo kama amekufa kwa sababu yoyote ile, tunaamini kwamba Mungu amemfikisha wapi? Ya mbele yake Mungu ndiye alikuwa anayajua, na ya nyuma basi haya ameyaacha sasa. Anaenda kuishi kule ambako ataishi muda mwingi zaidi. Hapa duniani ameishi miaka 13 tu, lakini huko anapokwenda ataishi miaka mingi. Ni vizuri kujiandaa kwa kila namna. Ndugu yetu, mtoto wetu ameondoka, tumwombee na kumkabidhi kwa Bwana. Mungu ampokee. Amekuwa akiongozwa na walezi wake nyumbani, shuleni, walimu, kanisani, watawa, mapadre na wengine wote walioongoza walimsindikiza vizuri. Nashukuru mama na wazazi mlimfanya abatizwe. Ndio maana tumekutanika hapa na kumsindikiza kama mbatizo mwenzetu kabisa, lakini ambaye ametimiza wajibu wake vizuri kwa umri huo mdogo. Wazazi, walezi, walimu, msikate tamaa. Tuendelee kuwafundisha watoto wetu vizuri, tuendelee kuwalea vizuri. Tena malezi yetu hayo tusisahau kuambia kwamba Mungu yupo, Mungu anawatunza, Mungu anawalinda.
Mungu anawatetea. Tuwaombee watoto wetu, tuwaombee kama tunavyomwombea huyu leo aliyetukusanya hapa. Ndugu zangu wapendwa, mtoto huyu hapa kanisani alikuwa kwenye shirika la Utoto Mtakatifu. Alikuwa pamoja na watoto wenzake kanisani, wakisali, wakifanya yote yanayotakiwa kama watoto. Shirika hilo la Utoto Mtakatifu liko chini ya Baba Mtakatifu mwenyewe, yaani Papa, kiongozi mkuu wa Kanisa Katoliki duniani. Kwa nini liliwekwa? Ili watoto hao wamjue Mungu, wafanane na Yesu kabisa, lakini pia wawasaidie watoto wenzao wenye mazingira magumu, wanaonyanyaswa, wanaoteswa. Ndio maana utaona watoto walikuwa wakienda kuwasaidia watoto wenzao, wamewatembelea mpaka albino, wamekwenda mahospitalini kupeleka sukari na vyakula kwa watoto wenzao. Wamefanya yote waliotakiwa kuyafanya kwa Mwenyezi Mungu kama watoto. Lakini leo hii hatunaye, maisha yake yameishia hapo. Ndugu zangu, tumwombee, na kama na mkono wa mtu au mguu wa mtu, basi mkono huo au mguu huo ukatike kwa Mungu mwenyewe ambaye anatutetea, na hasa anayewatetea hao watoto wadogo. Tumwombee kwa Bwana, tumkabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Sisi tuliobaki tusikate tamaa, tuendelee kusali na kuungana kwa pamoja na kuendelea kuwalea watoto ambao Mungu ametupatia kama zawadi. Mungu ametupatia watoto kama baraka. Mungu anataka tuwe pamoja na hao watoto ili wafikie yale ambayo Mungu amewapangia katika maisha. Tumuombee Mwenyezi Mungu aipokee roho yake na amkaribishe katika makao ya milele.